sawa. Hapa
Nyasachu wake nduwono wa Jehova Londa mar Israeli. Yachwe Jehova Nyasachu wa duku niero kamano, kendero kamano, kendero kamano. Nichiwo nori cheng malich machalo kama, mondo gima chal kama bedie kindwa e dala ma Nairobi ka. Nyasachu wa duku niero kamano. Okawo jatich ningire John Barasa Kifuli mar ariyo, mimiyo wamulo ritwa e piny Nyasachu wa waketi e lweti. Kendo tich modwa tiyo cheng ma kawuono Nyasachu saeri. Jehova imiye rieko moa kuom duong' mari. Miye ngima kaachiel kod arita mapiny ok nyal chiwo. Kotiyo tich ni Nyasachu saeri roho mari mondo opong'e. Mana kuom yie e remb Yesu Kristo wakwayo. Bose, haleluya. Wacha tupate kujitakasa kwa maneno mawili matatu yatatusaidia ili tupate maombi kwa kuhani Esther. Hallelujah. Praise God. Amos 3:3 inasema two cannot walk together unless wamekubaliana. Amen. So nataka kama tuko hapa tujitakase, kila jambo ambalo litafanyika ifanyike kwa imani ya Yesu Kristo ndani mwetu. Hallelujah. Ili mwisho tuone mkono na baraka ya Bwana. Amen. Shetani utofauti kati yetu katika imani tumuondoe kwa jina la Yesu. Kuchagua na akaweka muhuri wake na kazi yako ndani mwako. Haleluya. Lakini kuna mjama mwingine wanang'ang'ana tu. Usifanye vile Mungu anataka. Somebody amen. Ukitaka uende right na kuambia wewe unafaa uende left. Somebody amen. Tutumuombe tufanye vile Roho anatuelekeza katika Yehova Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu uliye nena na Paulo Daudi mwana ameinua. Mungu wa Israeli ambao unaishi kwa Profesa John Mweza Kifuli. Kristo tunakushukuru na kuinua kwa ajili ya siku ya leo. Baba, umekuwa pamoja nasi ukampa kila mmoja nafasi ya kuingia hapa. Tumeingia na tumejitakaza. Mungu wa Israeli utakaze kila mmoja. Tunapoanza ibada hii utupe kifungu kutoka mbinguni. Tunaomba kibali kutoka mbinguni. Tuko hapa na mwenye Israeli. Yesu yote atakayetufunza waache ufungue masikio ya roho. Na pepo akufunga masikio Yesu ndo. Mungu wa ghafla Yesu ndo. Yoka Yesu ndo. Ambao wakusikia wakarudi nyuma, ambao watatuandama tutoka hapa bure kwa jina la Yesu ndo. Naomba maombi haya nikiwa chini yake. Hawa naombea watoto wake. Asante Bwana kwa sababu unaenda kutenda mema. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Tupate wimbo tatu kwa fupi kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Haleluya.
Bedi na sati watu wabedi ni timu. Hapi ni ngudi Yesu Kristo na watu wote. Amen. Simba. Fanye tu hivi. Asante sana, mbarikiwe sana. Nataka tupatie baba nafasi aweze kumfundisha. Semeni hapo na mambo mazuri. Sasa tukipotelea kwa masalamu hii tutasalimiana na mambo inapita. Semeni haleluya. Mimi sitapenda masalamu wakati tunapoteza vitu vingi. Bwana apewe sifa. Alafu kitu kingine ni wale watu wanakaa pale nje. Kwa mkutano ya kaunti hatutawaruhusu, tutasema waende kabisa. Ukiwa wewe unapenda kukaa pale nje, my friend, hapa utakaa nje, utaenda. Hebu ule mgeni wetu apewe hiki kitu naona hapa. Ndugu umekaa kwa dirisha kuja hapa. Nimeona wewe ni mgeni umesema kufanya baba hapa. Lazima ufike. Kuja. Hiki iko hapa. Kuja tu. Wewe ndio unasema. Kuna kitu inakaa hapa kule na wewe umekaa kwa dirisha. Asante sana. Basi mbele ya Lord. Basi nafasi ambayo ni kubwa sana. Nende sikio lako usikize Mungu ametuletea kitu gani. Mbele ya Lord. Wewe utake tusikie. Na kama wewe ni mwerevu sana uko na kanoti, jaribu kuandika kitu pale. Katakulinda kwa maisha yako na wokovu wako utalinda. Mbele ya Lord. Na niulize swali lingine ya mwisho. Wangapi wanasukumwa kuleta nauli ya kuleta mzee hapa? Wangapi wanasukumwa kwa shughuli zao? Maliko najua sisi hatusukuma nani. Au hata nyinyi. Ninasikia kuna watu wanasukuma sana kwa ajili ya nauli ya mzee. Kunao? Kama ndio hiyo umesema. Hatumaliza. Asante. Ikawa tunasema hiyo kitu ina sound vibaya. Semeni haleluya. Hiyo kitu ina sound vibaya sana. Nafikiri nitamsimamisha baba yetu. Alisemekana bishop anaulikuwa umesaulika. Alikusahau. Basi madhabahu ya baba wetu. Jambo. Wazee wote mrembe tena. Barikiwe ni mtu wa heri. Amen. Basi mtakaribisha baba wetu na tuweze kufundisha. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba wewe ni mfalme wa wafalme. Baba wewe ni jemedari wa jemedari. Mwanzo Baba umetembea na Daudi. Ukatembea na mama Rebeka. Wakati huu Baba umempa Daudi uweza kiburi kipawa hiki atembee nani. Baba katika hiki kipawa chake amejitolea kutufundisha. Baba wakati wanataka kutufundisha. Hebu tufungue masikio ya ndani tuweze kushika. Na Baba kunyang'anya yaliyo yake umpe yako. Ili Baba tuweze kukaa kwa kauli moja. Zaidi ya yote umpe maarifa na umpe uzima. Mabaya ya shetani yanaweza kupata upate kuondoa. Hadi Mungu ambaye anakuonea wivu tunamkemea apate kushinda. Baba anaponena na watoto wako tuwe watifu tuweze kusikiliza neno lako. Kwa uwezo wa Yesu mkombozi. Wewe watu wamesimama bwana. Haya. Mikono juu. Peleka mbele. Paka kwa miguu chini. Rudisha mahali ilikuwa. Iende nyuma kidogo na usigonge jirani. Nyuma kidogo. Aleta pamoja. Anataka tupige mkono nikisema wanasema baba one. Really? Wewe, ya kwanza, mbili, tatu, amrasa kazi.
kuzuia watu kuona. Watu tunazungumza watu sana. Unafanya kazi? Unafanya? Unasikia? Kama unafanya kuongeza kutafanya. Kitu kichoka na ndio kutumia. Ewanza cha kwasi. Halo. Unasikia? Ongeza sauti kidogo. Kidogo. Wanaongeza sauti kidogo. Hello. Hamjambo? Mko fit sasa? Nani anaweza kunipa summary yale mafunzo tulijifunza last time? Just summary 1 to 2 minutes. The other time nilikuwa hapa Nairobi tukafundishana. Kwa kuhusu nini? Simuliandika notes. Notes inasema nini? Nani anaweza kusema tu summary? Nataka kusema? Suje tu hapa mbele tuambie summary ya tulijifunza last time. Yaani unataka kuniambia ninaenda hasara tu? My camp in Nairobi is useless. Hakuna mtu alishika kitu hata kidogo. Kuja kutupa summary. Last time Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Ile kitu nilishika muhimu ni ya kwamba Mungu ni muhimu katika life yako. God is very important in your life. And he will let you, atakuwa ukue hapa duniani, and he will let you go wakati umefika. Na pahali popote unapotembea anakujua na anakuonea mbali mahali huwezi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So jambo muhimu ni kwamba God is important in your life throughout, and kama nataka uende utaenda, kama nataka ubaki utabaki. Hayo ndio nilishika wakati ulikuwa unafunza. Mpigie makofi. At least anajaribu kuliko watu wamekaa chini. Au naona gani? Tumuongeze makofi tena. Mama mmoja ambaye anaweza kusema summary. Kuna mama na yes kuja.
Sasa nyinyi mnajifanya ati mtashika masomo yangu kwa vichwa. Haleluya. Kanisa kwa jumla mrembe. Wamama mrembe. Mimi hadi naweza kumbuka ni profesa alikufundisha wamama si wamama tunapendwa sana na Mungu. Na Mungu ameamua kututetea kwa kila jambo. Ni hayo. Na mambo ambayo mengine ilikuwa ya baraka. Kama ameleta mambo ya baraka. Nasema mafunzo nilifundisha hata hivi. Lakini amekumbuka ya baraka, tumpigie makofi. You are free to refer to your notes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mafundisho tuliyofundishwa last, nakumbuka niliandika kidogo. Nasema ya kwamba mambo matano ya muhimu kwa wanadamu. Mungu ni muhimu kwa maisha yetu sote. Bila Mungu hauwezi kufanya lolote ila kufanikiwa kwa jambo lolote. 2. Jambo la muhimu kwa hali yote ngumu au rahisi ni kutabasamu. Unapotabasamu unaalika mambo mazuri ya baadaye. Smile inafunika mambo mengi. Tabasamu hufanya mtu aweze kupendeza na kuvutia machoni pa wengine. Imani ni jambo la muhimu kwa mafanikio. Kwa kila kitu lazima uwe na imani ya kwamba Mungu atakutetea na kukufanikisha. 4. Upendo una nguvu ya kubadilisha hali na sio lazima utendewe jambo fulani ndio uonyeshe upendo kwa mwenzako, maana upendo hutoka kwa Mungu. 5. Maombi ndiyo silaha ambayo tulipewa na Bwana, kwa sababu maombi iliweza kuwatoa Paulo na Sila gerezani. Kwa hivyo unahitaji kuomba kwa kila jambo. Maombi ndiyo silaha tuliyopewa. Asanteni sana. Tumpige makofi. Na usije mesahau. Unakumbuka? Yes. My heading was, life is a journey, not a destination. Number 1 was God. In your life, you have to know God. Then we read Jonah chapter 10, verse 10. My second point was smile. It is a feature God has given everyone. Also, smile attracts. It also says, a gloomy face repels. The third one was, faith, it is my greatest asset. Number 4, love. It is above force. Just love naturally. Then we have only one chance to love. My fifth point was prayer. Prayer is your greatest weapon. Thank you. Yalikuwa mambo matano ambayo tulijifunza last time na mengine ambayo hatutasahau. Lakini kulikuwa ni 5 areas ambazo ni muhimu sana
zinatusaidia kwa mwongozo wetu matembezi na kuweka